naomba msaada. Ule msemo unaosema hujafa hujaumbika umesadikika kwa ndugu Kombo, mkazi wa Jendele wilaya ya Kati, baada ya kupata mtihani wa kuanguka kutoka juu ya mnazi mpaka chini toka akiwa na umri wa miaka 18 mpaka hivi sasa akiwa na umri wa miaka 30. Lakini leo Mjauri Online TV tunakupa ripoti hii ili ujue hali ilipoanza mpaka hivi sasa anavyoendelea. Naomba msaada. Nilikuwa mzima wa afya viungo vyangu vyote, lakini kwa bahati mbaya nilipanda mnazi. Kupanda mnazi nishafika juu kule, nilikuwa nataka nigeuke upande wa kulia ili nimalizie zile nazi, nikajikuta nimekamata kuti, ndio nikajikuta nakuja chini. Nimeanguka kwenye miaka hiyo 18, hivi na miaka 30 tena. Baada ya kuanguka huo mnazi nikapelekwa hospitali. Kidole cha gumba kimekatika, ndo kiloleta hasara yote, kwa sababu nilipofika kule nikacheleweshwa matibabu mimi nazi mmoja. Yaani hata alipokuja kuzinduka kama kuna mgonjwa, tayari ile mguu ushavimba. Baada ya kuwa mguu umeshavimba, nyama hizo nyama hizo zikatolewa zote, zikabaki mfupa tu. Kwa hiyo rehema ya Mungu tu ndo zikaota nyingine. Sasa ndo mimi nikafanywa operesheni tena ili kuzibwa nini, mama yake ulikuwa mweupe kama mzungu, kwa sababu ulikuwa tena hauleti nini tena, wakanifanya ile nifanye operesheni. Ngozi katoa pale, nikatolewa ngozi yangu mwenyewe ukatiwa pale. Tena baada hapo nikakaa siku nyingi sana, vinafanywa dawa nini na nini, tena vikubwa, maana vikubwa halafu vina mashimo, vikubwa halafu vina mashimo, yani nimeharibika sasa ilikuwa. Lakini ninamshukuru mama yangu hapo anakuja na kujitolea hivyo janisaidia, namshukuru. Mpaka sasa nina vidonda na vimeharibika, vina mashimo kutoka miguuni mpaka kiunoni, makalioni. Vidonda nilikuja hapa vimepona. Lakini kwa baadhi mimi nilikuwa na ndoto tu za kutembea, nganajikuta naanguka. Kama hivyo nakaa kama hapo kitandani, najisi kama natembea, lakini siko katika matembezi, naanguka. Sasa vikaja vikarejea tena. Sasa ikawa havina mshirikiaji. Kwa hiyo kama najaliwa kuamka asubuhi, nijipige mimi mwenyewe cha asubuhi. Lakini kwa jioni mpaka naingia mwana ndani naletewa, lakini sasa kinachelewa kuletwa saa 1, saa 2 ya usiku. Sasa kuanzia saa 12 za asubuhi ni hisabu mpaka saa 2 ya usiku. Kombo ni mgonjwa wa muda mrefu, na mimi nilimpata Kombo. Hatuna udugu wa damu, lakini tuna udugu wa kibinadamu. Na taarifa za Kombo nilizipata kwenye ZBC radio, alikuja akawa anahojiwa, ikanigusa sana taarifa zake za kwenye kuhojiwa ya kuwa ana shida. Ilipotoka namba ya simu nikachukua, nikaanza kumhudumia Kombo toka tunaanza kuwasiliana. Nikakaa muda mrefu sana simjui, namdai msaada kupitia kwenye simu tu kimaongezi, nataka hichi haya, na kwa vile tayari nilishasikia zile taarifa zake mimi mwenyewe zikanigusa, nikaona basi. Lakini nikamwambia nakusaidia mdogo wangu, sio kama na uwezo, nitasema tajiri wa nafsi, lakini sio tajiri wa mali. Kwa hiyo chochote kidogo nitakachokuwa nacho, ukiwa na shida wewe, mimi nitakusaidia. Sawa, tumeenda kwa muda mrefu sana, lakini kwa nakuja hapa sifahamu kama ana shida ya labda ana vidonda. Nimekaa karibu miaka 3 mizima, sijui kama ana changamoto ya vidonda. Mimi najua ni kaumia tu hii miguu, halafu akaja akapata tena ajali ya kugongwa na boda kwenye kile wheelchair chake, akaumia tena na mikono, hawezi tena kusukuma, zile nguvu za mikono za kusukuma kile kibaskeli ikamshinda.
Sasa hata siku hiyo nikaja hapa katika kuongea tena nikakutafuta, nikafanya siku inabidi nitafute sasa nijue ninayemhudumia nani. Nikaja mpaka hapa nikauliza nikakutana naye kwa mara ya kwanza kabisa kuja, ndo tumezoeana tena, nikipata muda nakuja, nikipata muda sikujua kama ana changamoto za vidonda. Na nikija namkuta kajifunika mwenyewe. Kubwa nilikuwa mbona huvai bukta, mbona nini, nikanamletea mara bukta mara nini, lakini sikujua kama ana changamoto kubwa zaidi. Katika kuja yangu mazoea yetu ndo nikaja siku hiyo tukaongelea, akaniambia kama ana vidonda, nikamfunua. Kwa siku ya kwanza kwa kweli nilishindwa kufanya kitu chochote. Baada ya kumuona nikarudi imenijia kwenye akili, kula nikashindwa baada ya kuiona hali. Miguu ndo kama mnavyoiona hiyo. Hii miguu ilitolewa nyama kutoka hapa mpaka huko kabaki mfupa. Akatolewa nyama kwenye mapaja humu ikawekwa hapo. Lakini pamoja na jitihada za madokta hali imeishia kuwa hivi. Na hivi sasa ndio imepona, maana ilikuwa huiangalia. Lakini kwenye makalio ana vidonda vikubwa sana. Ambapo hapo anajilazimisha tu kukaa, lakini anakaa kwa shida. Yaani kwenda chini ukubwa wake vinafika hata inchi 2.5 3. Msaada wake mkubwa naweza nikasema Mwenyezi Mungu, na mimi Mungu alonijalia imani. Nije hapa, nimfunge vidonda, nimsafishe, nikae karibu kama kila siku, siku nyingine naweza nikakaa siku 2 siku 3 kwa sababu na mimi mwenyewe mama yangu ni mgonjwa, siku nyingine nakuwa zamu kwa mama yangu. Sasa nyingine hata kama mama yangu yuko hospitali kalazwa, nipo mimi na mama, namuacha mama na kuja zangu na mhangaikia yeye, namhudumia, baadaye narudi zangu tena hospitali. Kwa kweli hali ipo hivyo. Mimi kubwa zaidi naomba msaada sana. Siku hiyo nikaa tena ndo sina pesa na nina ugonjwa huko na huko. Nikatoka nikakutana na mheshimiwa Bi Mwantatu, alikuja kumuona mama nyumbani, mbunge wa viti maalumu, mbunge wa walemavu wanawake. Kumhadithia akahamasika, tukaja nashukuru, akampa ile wheelchair mpya, akampa mtungi wa gesi, akamgea na alichojaliwa. Basi akakaa, akaniambia Adam, kutakuwa na changamoto mkubwa utaniambia. Lakini unajua viongozi wanakuwa wana mambo mengi. Siku nyingine ndio hivyo, siku nyingine binadamu na yeye kama ninavyokosa mimi na yeye siku nyingine natokea kukosa, siku nyingine muda mwingi hayupo. Basi tumeenda siku hiyo, Mwenyezi Mungu akampeperusha, akaja tu yeye mwenyewe tena hapa. Akaja na mheshimiwa Mbanja, mjumbe wa baraza kuu CCM taifa. Kaja naye na ile kamgusa, akaniambia Adam tu utakapokuwa huna au kama dawa zimeisha wewe nipigie tu muda wowote. Basi kutoka hapo tuna kama huu mwezi tena nikimpigia vile nakaa kama baada ya mwezi, kama baada ya wiki, kulingana ukubwa wa vidonda inabidi zile dawa siku nyingine hizo nikatumia siku 3 4 tu, kwa sababu inabidi naweza nikamtia dawa nyingi sana. Nilinunua chubu zile za 10,000 lakini nikagundua kama hazifai kwa sababu anatoka maji. Lakini kuna dawa nyingine tena nikagundua hizi vinakauka vile vidonda. Sasa ndo mara nyingi natumia hizo. Kwa nini nikishagaiwa ile pesa nanunua siku nyingine na yeye mwenyewe nije nimgee, kwa sababu atakula nimletee mimi mwenyewe mchele kama sukari, unga, sabuni, mafuta, viungo vya mchuzi. Nimepata dagaa kavu haya, nimepika, saa nyingine natia kwenye gari, shusheni sehemu fulani, analetewa anakula. Saa nyingine sina kitu, haya pesa hii hapa ndio jadi wanayo. Hata kama nina shilingi 5,000, si uongo kweli? Hicho kiduchu. Naambia toa utapata japo 3,000 maana mimi sina. Unaona? Kwa hiyo nafanya hivyo ndio mpaka leo huu mwaka wa 5 toka nijuane naye, natoka nianze kutoa huduma mimi na yeye. Kwa hiyo mimi naomba msaada kwa viongozi wa jimbo hili, akina mheshimiwa Gavu. Naomba sana msaada wenu. Na huyu yupo katika jimbo lenu, jimbo la Chwaka. Yupo Jendele. Kwa hiyo mimi naomba sana mumsaidie, anahitaji msaada mkubwa sana kulingana na hali yake. Maana baada ya maradhi tena unajua saa nyingine na familia zikuwa zina unyonge. Baba ni mtu mzima, mama ameshafariki, heka nyingi kwa wakaka walokuwepo, na ukikutana na hali ya unyonge wa maisha ndio changamoto inazidi kuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo naomba sana msaada, kwa sababu hata mimi naikuwa nakuja kumhudumia. Kipindi cha wiki ile kule ilikuwa karibu kila siku natoka Ubago na kuja zangu Jendele kila siku.
kama siku 3, 4, 5 mfululizo, lakini siku nyingine unakuta na mimi na majukumu mengine, kwa hiyo inakuwa ngumu kuja kumfuata karibu kila siku. Nikaja sasa nikakaa siku 3, 4, siku nyingine unakuja nimsafishe vidonda hasa vya kwenye makalio, kwa sababu ndo hajioni na ndo huko kumeoza kuliko nitasema huo mguu. Kwa kweli ana hali ngumu, ana wakati mgumu. Sasa hivi kishatoka mpaka vidonda vya tumbo, njaa. Kama hujapata mtu hivi ndio shida. Akae saa nyingine asubiri mpaka mtoto apite amtume, akimkosa basi imekuwa ndio hivyo. Na ndio maana nilikuja nikaomba labda msaada angalau gesi anaweza akawa nacho chakula akapata, japo hivyo akakaa kitako akapata kuchemsha pale pale akala, kwa sababu na mimi huwa saa nyingine namletea dawa inabidi ameze. Mlo unogaiwa ni mmoja mpaka saa 12, saa 1 kutoka asubuhi, na dawa natakiwa wale kutwa mara 3. Nafanyaje? Kwa naomba sana msaada wenu, nahitaji sana hasa ikiwezekana apeleke hospitali, kwa sababu kwa mujibu wa hivi vidonda vilivyo ukubwa wake, basi anahitajika ukaribu zaidi, yani ukaribu sana, uangalizi wa mara kwa mara. Maana humu anamokaa anaishi peke yake, haishi na mtu, na kwenda yake anaijua yeye na mimi ninaimuona. Hata ikutwa na shida usiku, mtihani, ndio hivyo. Kwa hiyo naomba msaada kwa kweli. Mbona digani katika kuhudumia vidonda, nasema unatumia dawa, unampa dawa zile unaulizia tu au ndio unaulizia kwa daktari au unasema tu labda hii kile inamsaidia? Mara nyingi nakuwa naulizia, naenda zangu pharmacy, nimepiga picha hivi vidonda vyake vilivyo, na muonyesha daktari, akanambia hivi tumia hii na hii, ukiona hii haijamfaa, kwa sababu kila mtu na hali yake, tumia hii. Lakini kwa kusema nimlete daktari kila siku atahitaji nini? Pesa, inakuwa ngumu. Lakini mwenyewe nikija nikimsafisha na msafisha kwa kweli, alafu tena najua maendeleo ya kile kidonda, hata ile harufu imekata tofauti na pale mwanzo alipokuwa kaoza zaidi. Kwa ule ujaji wake wa juu au uponiaji wake upo tofauti mwanzo na sasa hivi. Na mtibu kulingana na kupitia na pharmacy ninavyoenda, na mpa daktari, mgonjwa wangu yuko hivi basi tumia hizi, ukiona sijamfaa njoo tutafanya hivi, mpaka ukiona hii imekaa hivi itakuwa iko sawa. Nakuja hivyo, na ndio sana kuja hiyo kibinadamu, kwa sababu sina jinsi wala sina uwezo wa kumtafuta daktari akaja akamtibia. Kwa ndio maana naomba msaada wa kupelekwa hospitali akapata tiba, angalau aweze kukaa japo kitako ile akafanya japo pilika zake nje hapo, iwe hivyo. Na hizo ni ripoti za Mjawero Online TV kama tulivyojionea pamoja na kumsikia Bwana Kombo alivyoelezea kuhusu ugonjwa wake toka ulipoanzia mpaka hivi sasa unavyoendelea, na msaada ameomba kwa wananchi pamoja na viongozi. Mimi ni Naifat Waziri na nyuma ya kamera ni Fatma D.